Baada ya kile ambacho amekizungumza ama alikiposti Malkia Karen akionyesha kupigwa na mumewe na kubamizwa mara 6 na bila kuwa na msaada wote. Baadhi ya watu walikuja na kumpa pole ikiwemo Shilole mwenyewe, na lakini pia baada ya kugundua kwamba Karen anafanya kiki ya movie na sio kweli kwamba alishambuliwa, Shilole alikuja kuandika maneno haya. Naandika hapa nikiwa na huzuni na hasira sana. Siku ya juzi niliandika ujumbe hapa kuhusu Malkia Karen kupigwa na mpenzi wake. Kwa sababu mimi Karen ni kama mdogo wangu, niliumia sana kuona jambo lile, na ukizingatia na mimi nilipitia maswahibu kama hayo. Hivyo nikachukua hatua, lengo langu likiwa ni kumsaidia na kulikemea kwa ajili ya usalama wake, lakini pia kupaza sauti kwa ajili ya wanawake wengine wanaopitia maswahibu kama hayo nchini. Ila kilichonisikitisha ni kuwa kumbe ilikuwa anafanya kiki kwa ajili ya tamthilia yake. Kweli jambo hili limenihuzunisha na kusikitisha sana. Hili ni jambo la kufanyia kiki kweli? Unadhani siku ukiongea jambo serious mbele ya jamii watakuelewa? Mambo kama haya ndio yanafanya mpaka sauti za wanawake wanaopitia hizo changamoto zinazimika na hazisikilizwi. Zilikuwepo namna nyingi ya kupromote ile tamthilia, lakini si hili. Kama uliweza kunidanganya mimi na mimi nikaja kuwatagi mpaka polisi kwa lengo la kusaidia, kumbe wewe unafanya kiki. Kwa kweli umenikera, nimekasirika. Mambo haya hayafai. Ni kushusha heshima mbele ya jamii, na kwa hili ulilofanya sidhani kama tena nitakuwa na imani na wepesi wa kushiriki kutoka mbele na kusaidia mambo yako. Na kama unaidharau jamii kiasi hiki, naomba niombe radhi watu wote, sikujua chochote kwenye jambo hili. Baada ya hapo Malkia Karen akaja comment kwenye posti hii ya Shilole na kuomba msamaha, ambako aliandika samahani sana dada yangu na wote. Lakini baada ya hapo comment zikawa nyingi, wengine walikuja na kuzungumza wakisema kwamba vipi kama ikitokea siku kweli akapatwa na tatizo hili itakuwaje? Mfano kama kuna huyu anasema, Malkia Karen unafanya ujinga sana, next time utaposti umepigwa kweli na hakuna mtu atahangaika. Kuweni serious na mambo mnayofanya, vitu vingine sio vya kuletea mzaa. Sawa. Lakini pia kuna mwingine akasema kuwa makini, kuna kiki nyingine sio sawa. Mwingine akasema Malkia Karen hii haikuwa sawa, samahani pekee haitoshi, heli mngeweka hata hashtag watu wangejua kama ni movie. Okay, sawa. Lakini hili ambalo limefanyika limetokea, baadhi ya watu wanaomfahamu Malkia Karen wamelaani kitendo hiki na kuona kwamba kama angetamani kufanya kiki ya kuhusiana na movie yake basi angefanya kiki nyingine, lakini sio kutumia kiki ya kuonesha kwamba amepigwa. Sababu kuna watu wengine pia walikuwa wanatagi mpaka waziri wa wizara husika, kuna watu ambao wametagi polisi kama Shilole na vitu vingine kama hivyo. Na hii imekuwa ni kawaida sana kwa watu maarufu ama wasanii kutanguliza kiki mbele, sawa, ili tu kuweza kupromote kazi zao. Huenda pia mimi kama Sami Baby nizungumze na wasanii, tafuta kiki ambayo haitakuwa na madhara kwenye jamii husika ama kwa mashabiki zako, ama pia kwa watu ambao wanahusika ukaribu na wewe. Kwa kile ambacho amekifanya Malkia Karen, basi amekosea na muomba msamaha, lakini kwa mara nyingine asiweze kurudia kufanya kiki ya design hiyo. Komenti yako ni ipi kuhusiana na issue zima Malkia Karen? Basi drop comment yako hapo na komentisha zaidi. Lakini kubwa zaidi, subscribe, bonyeza alama ya kengele, wana familia bora kwa 69 Media Pro. Mimi hapa ni Sami Baby, till next time. Bye bye.